Bana, kalkuleta ndo habari ya mjini, hususani pale mitaa ya Jangwani. Hii ni Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Karibu sana tuweze kusimuliana na kufahamishana yale mengi ya kimichezo ambayo yanakuwa yakiendelea katika engo tofauti tofauti, lakini hapa nataka nijikite zaidi pale mitaa ya Jangwani. Ndo habari ya mjini kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa upande wa wananchi Young Africans, timu ambayo iko kwenye hatua ya makundi kwenye kundi B, moja kati ya timu ambayo iko na matumaini ya kuona namna gani ya kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya JS Kabylie, moja kati ya mechi ambayo itakayopigwa kwenye dimba la New Amani Zanzibar. Mashabiki wa timu hiyo wana imani na timu yao kwamba inaweza kuibuka na ushindi mzuri na kwenda kwenye hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia si mashabiki tu, bali hata uongozi wa klabu hiyo wanaamini kwamba kila kitu akichanga vizuri karata, wana uwezo wa kwenda kwenye hatua ya robo finali. Lakini kuna kazi moja kubwa, kazi ya ziada ambayo pia Young Africans wanapaswa kuweza kusubiri, yani kazi ya kupiga maombi. Calculator pia hapa lazima itumike. Sasa Young Africans wapo kwenye ule mchakato wa tuki waki, no tuki peke yake, bali ni pia waki. Je, kama waki itakuwa imekaa vipi? Kikubwa zaidi ni kusubiri pia kuweza kuona katika mechi za mwisho kabisa za michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, namna ambavyo mechi ilipigwa pale Morocco. Kila mmoja alikubali Young Africans katika mfumo ambao walikuwa wameingia nao kujilinda zaidi, wakashikilia bomba, lakini dakika za mwisho wakashindwa kuishikilia bomba mpaka mwisho, na hatimaye wakajikuta wanaruhusu bao na kuwapa timu ya FAR Rabat alama 3, kitu ambacho kimeifanya timu ya FAR Rabat kufikisha alama 8. Sasa kwa upande wa wananchi Young Africans wamebakia na alama zao 5. Mechi ya mwisho akifanikiwa kushinda dhidi ya JS Kabylie, wanakwenda kufikisha alama 8. Sasa inategemeana kwenda kwenye hatua robo finali, inategemeana na namna ambavyo idadi ya mabao itakavyokuwa, matokeo ya pale Misri, lakini pia na matokeo ya kwenye dimba la New Amani Zanzibar. Young Africans watafanikiwa kufunga mabao mangapi? Manake kila mmoja ameshinda kwake, kati ya FAR Rabat pamoja na Young Africans ambao wote wana pointi 8, ambao wote watakuwa na pointi 8 kama endapo Al akafanikiwa kupata matokeo dhidi ya FAR Rabat, na kama endapo Young Africans akifanikiwa kushinda dhidi ya JS Kabylie, maana kwamba hapa wote watakuwa na pointi 8. Kwa kila mmoja katika mahesabu haya basi atakuwa nasubiri kuweza kuona kwenye upande wa idadi ya mabao ya kufungwa na kufunga. Kwa upande wa wananchi Young Africans ambao wao watalazimika kufunga mabao kuanzia 2 na kuendelea, lakini katika mabao 2 na kuendelea wakiombea pia FAR Rabat waweze kufungwa na Al Ahly, kitu ambacho bado kinaonekana kuwa ni mzozo. Kama endapo FAR Rabat wakishikilia bomba pale Misri na hatimaye mechi kamalizika kwa sare, mara kwamba yanakuwa ni matokeo mabaya kwa Young Africans. Hata washinde idadi kubwa ya mabao, hawana nafasi ya kwenda hatua ya robo finali. Lakini endapo kama FAR Rabat akapoteza mchezo dhidi ya Al Ahly, basi moja kwa moja tunaipa nafasi kubwa zaidi Young Africans kutokana na idadi ya mabao ambayo atakayokuwa ameyapata pale kwenye dimba la New Amani Zanzibar. Moja kati ya mechi muhimu sana kwa upande wa wananchi Young Africans, na wakifanikiwa kuweza kuibuka na ushindi mnono na FAR Rabat wakipoteza, basi mambo yanakuwa ni mazuri. Lakini kuna jambo moja ambalo lazima pia niwakumbushe. Kuna kisa ambacho kilitokea kati ya Morocco, Waarabu hawa, pamoja na Algeria. Hiki kisa kinaweza kikawa pia ni tatizo kubwa sana kwa upande pia wa timu ya FAR Rabat,
Nikiwa na maana gani? Kwamba Jesse Kabalie anaweza kaja kwenye ardhi ya Tanzania akijua kwamba kama wakimkazia Young Africans, basi FAR Rabat kama ikitokea kule katoa kapoteza mechi, basi ana uwezo wa kufuzu. Sasa wao wanaweza wakaja huku na moja kwa moja wakajikuta wanalegeza kamba ili tu kuwakomoa FAR Rabat. Hili lazima muelewe. Kumbuka kuna mzozo ambao umekuwa ukiendelea kati ya Morocco pamoja na Algeria. Hii ni issue nyingine kabisa ya nje ya football. Tuliona pia namna ambavyo msimu uliopita mambo yalivyokuwa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, issue ya kutoka Morocco kuja Algeria na kwenda kutoka Algeria kuja Morocco, namna ambavyo mambo yalivyokuwa, mambo ya kisiasa pia yalikuwa yanahusika hapa. Sasa FAR Rabat wana nafasi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali. Vipi kama Jesse Kabalie wa Algeria kama wakiamua kumtengenezea fitina FAR Rabat na ukute FAR Rabat amepoteza mechi dhidi ya Al Ahly, basi moja kwa moja Young Africans nafasi yao inakuwa nyeupe kama tishu kuelekea kwenye hatua ya robo finali. Hivyo kuna vitu lazima tuweze kuvitazama kwa namna moja ama namna nyingine. Inaweza ikawa pia ikawa faida kubwa sana kwa Young Africans kutokana na namna ambavyo wao Arabu walivyo, Algeria pamoja na Morocco. Inaweza ikawa ni faida, simaanishi kwamba ipo hivyo ama itakuwa hivyo, yani inawezekana. Elewa neno inawezekana, kwamba Jesse Kabalie wakaamua tu kumkomoa FAR Rabat kutokana na kile kitu ambacho kipo kati yao wa Algeria pamoja na watu wa Morocco. Kwa hiyo shughuli inaweza ikawa pia ni ngangafu kwa upande wa timu ya Jesse Kabalie. Bana, kikubwa zaidi ni kuendelea kubaki nasi, hakikisha una subscribe channel yetu. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Bye bye.